Legal officer wa Dastat Company Limited. Tunafanya huduma hiyo ya ukusanyaji wa madeni. Inataka kwamba yote yule ambaye anataka kuuza mali yake auze kwa njia ya mnada. Naitwa Kelvin Arbogest Kimario, ni legal officer wa Dastat Company Limited, ambapo Dastat Company Limited ni kampuni ambayo inajihusisha na ukusanyaji wa madeni na uandikishaji wa minada, yani debt collection and auctioneer service. Dastat Company Limited tunafanya huduma hiyo ya ukusanyaji wa madeni na unajishaji wa minada ya hadhara. Naomba nizungumzie swala moja la unajishaji wa minada, yani auctioneer. Kwa Tanzania, sheria ambayo inatuongoza kwa swala zima la unajishaji wa minada ni sheria moja inaitwa The Auctioneers Act, sura namba 227 kama iliyofanywa marekebisho mwaka 2023. Katika sheria hiyo inataka kwamba yote yule ambaye anataka kuuza mali yake auze kwa njia ya mnada. Mnajishaji ambaye ndio yule ambaye anauza kwa mnada lazima awe na kibali ambao ni license. Na sheria ipo wazi imesema kwamba mnajishaji lazima awe na kibali ambao ni hiyo license, na license zipo za aina mbili. Kuna hiyo general license na local license, ambapo general license ni ile license kubwa au leseni kubwa. Na hiyo leseni kubwa ni leseni ambayo inakava Tanzania nzima, ambao kwa hapa Dar es Salaam unaweza kutoka na Dar es Salaam kwenda kufanya auctioneer maeneo mbalimbali ya nchi. Na local license ni leseni ndogo, ambayo leseni hiyo ni leseni ambayo unaweza kuitumia tu kwa specific area, mfano wilaya, haiwezi kutumika kwa Tanzania nzima. Na pia mnajishaji ana jukumu la kukubali kila kazi ambayo ataletewa na muuzaji, na sharti ni kwamba kazi hiyo au mali hiyo lazima iwe kisheria. Sijikuta kwamba muuzaji labda analeta kitu ambacho kipo tofauti na sheria, ikaja kuleta mistofahamu katika sheria. Pengine na mnajishaji kwenye kufanya unajishaji ni lazima wakati anapofanya unajishaji awe na leseni yake. Na ile leseni ni muhimu katika mazingira ya unajishaji kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo katika mazingira ya unajishaji inaweza katokea mamlaka za serikali zikimtaka mnajishaji kuonyesha leseni yake kama ni anaruhusiwa kufanya kazi hiyo. Tukizungumzia unajishaji wa mali kama ardhi au nyumba, mnajishaji ana jukumu la kutoa taarifa katika umma ndani ya siku 14 ndipo afanye mnada huo. Na taarifa hizo zinatolewa wapi? Taarifa hizo zinatolewa katika sehemu mbalimbali. Kuna kutangaza kwenye gazeti, kuna kutangaza kwa kupita na gari la matangazo, na kuna kutangaza kwa kuandika kwenye ile mali. Mfano ni nyumba, kwenye ukuta wake unaweza kuandika, au kwenye geti lake unaweza kuiandika pia, ili umma mzima uweze kutambua kwamba kuna unajishaji ambao utakuja kufanyika au kuna mnada ambao utakuja kufanyika, au wazabuni wengi wapate kupata taarifa juu ya mnada huo. Pia mnajishaji ana jukumu la kuitangaza au kuifafanua ile mali ambayo itauzwa kwa mnada. Mfano ni nyumba ambayo ndio inauzwa kwa mnada, ni lazima mnajishaji aelezee specifications zake za hiyo nyumba. Mfano plot namba ngapi, ipo sehemu gani, na inapakana na kitu gani kwa ukaribu, ili iweze kutambulika kwa urahisi. Na pia mnajishaji ni lazima wakati wa kutangaza tangazo hilo la mnada, ni lazima atangaze kwa lugha ambayo kila mtu ataielewa na itakuwa ni rafiki kwa kila mtu. Mfano anaweza kutangaza kwa lugha ya Kiswahili au ya Kiingereza kutokana na maeneo husika. Sisi Dastat Company Limited kwenye sekta hii ya unajishaji tunafanya unajishaji kupitia wateja wetu ambao ni benki, microfinance na watu binafsi. Na watu binafsi pia wanaweza wakatuletea kazi za kuwafanyia minada kwenye mali zao, ikiwemo nyumba, magari
ili kuwarahisishia kuuza ile mali kwa urahisi, kwa sababu ukitumia auctioneer ni rahisi sana kukutana na watu wengi na ni rahisi sana kutangaza mnada huo. Pia kingine, kuna mazingira ambayo katika sheria yetu ya Auctioneers Act inaruhusu mtu yoyote ambaye hana leseni kufanya unajishaji. Mazingira ya kwanza ni afisa yoyote wa umma ambaye atauza mali ambayo ipo kwenye custody ya serikali ambayo labda ilitelekezwa labda na watu. Kwa hiyo wale watu wanaweza wakafanya unajishaji pasipokuwa na leseni hiyo. Na sisi Dar Estate Company Limited tunafanya kazi ya unajishaji wa minada na kukusanya madeni, lakini kwa leo tulipozungumzia kwenye swala la unajishaji wa minada, tunafanya unajishaji wa minada kwa baadhi ya watu, kwa makampuni, watu binafsi, benki, microfinance na taasisi zozote ambazo zina uwezo wa kutupatia sisi kazi. Hivyo basi, Dar Estate Company Limited ni kampuni bora kwa ajili ya kufanyia minada ya aina yoyote Tanzania nzima, kwani leseni yetu ni kubwa ambayo inaruhusu kufanya kazi hiyo Tanzania nzima. Na kwa nini ufanye kazi na Dar Estate Company Limited? Endelea kufanya kazi na Dar Estate Company Limited kwa sababu zifuatazo. Kwanza, kuokoa muda. Dar Estate Company Limited tunafanya kazi kwa wepesi na kwa uharaka na kwa muda mchache, kwamba tukishapata kazi kutoka kwenu wateja na once tukishaandikisha mkataba, kwanza tunaanza na kazi yenu mara moja. Hivyo itaturahisishia na itawarahisishia nyie kuendelea na majukumu mengine, na huko umetuachia swala la kufanya minada Dar Estate Company Limited. Kingine, kwa nini ufanye mnada na Dar Estate Company Limited? Dar Estate Company Limited tunasimamia misingi ya sheria ya hatua zote za uanzishaji wa mnada kutoka mwanzo hadi mwisho wa mnada wenyewe. Sababu nyingine kwa nini ufanye kazi na Dar Estate Company Limited? Dar Estate Company Limited ina skilled professional ambao wanafanya kazi hizo na wana experience ya muda mrefu katika unajishaji wa minada. Hivyo tunawaalika wote, umma wote, kwamba karibuni Dar Estate Company Limited, ambapo ofisi yetu ipo Tegeta Nyuki katika jengo la Nyuki House, uweze kufanya kazi na katika swala zima la ukusanyaji madeni na unajishaji wa minada.